tunaturudiwa mwito wetu na msimamo wetu wa no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na katika hii hatua ya haraka ya sasa tunaitaka serikali haramu batili iliyoko madarakani ichukue hatua za kwanza. Ni kwa mujibu wa sheria yenyewe ya uchaguzi ya mwaka 2024. Sheria imeweka utaratibu wa uundaji upya wa tume ya uchaguzi kwa mchakato mpya uliowezwa kwenye sheria, lakini kwa bahati mbaya sheria yenyewe imeweka kifungu kinachoifanya tume iliyokuwepo iendelee. Sasa hii tume iliyosababisha maafa na mauaji tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ndio inaachiwa iendelee kusimamia uchaguzi Isimani. Hii ni matusi kwa Watanzania. Kwa kama jambo la haraka sana ni serikali ivunje hii tume iliyopo ili kuacha ombwe itakaofanya sasa mchakato wa kuunda tume mpya ya uchaguzi ufanyike. Hili halina sababu hata ya kusubiri katiba mpya. Wakati tunaendelea na madai ya kutaka katiba mpya, hii tume iliyopo haipaswi kuendelea kuwepo ofisini kwa namna yoyote, kwa sababu ni matusi kwa Tanzania hii tume kuendelea kusimamia zinazoitwa chaguzi ndogo kama inavyotokea Isimani. Kwa hiyo serikali itoe kauli ya haraka, ni kwa nini mpaka sasa haijaivunja hii tume iliyosababisha maafa na mauaji ya raia. Kwa hiyo ni jambo la pili ambalo nataka nilisemea. La tatu, kwa muhtasari tu, nimeona kwenye baadhi ya vyombo vya habari kukiwa na kauli ya ofisi ya msajili wakisema kwamba wanakuja makao makuu ya Chadema kutuelimisha kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria. Ningependa kwanza umma ufahamu tu kwamba ujio wa ofisi ya msajili leo unahusu mambo mawili tu.